Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Namshukuru Mungu kwa ajili ya wakati kama huu ambao nimepata kusema nawe kwa majira haya, kwa kipindi hiki ambapo tumesikia sana, tumesikia kuna kure watu wanaongelea kuhusu swala la haki. Watu wanataka haki kila eneo. Kusikia hiki kimekuwa ni kilio cha Watanzania, kimekuwa ni kilio cha Watanzania wengi. Wanataka haki, wanadai haki, kwa sababu wanasema huwezi kuzungumzia swala la amani bila kutaja haki. Huwezi kusema amani wakati hakuna haki. Kwa hiyo kinachosababisha amani iwepo ni haki kwanza itendeke, ni haki kwanza itendeke, na hiyo ni kweli. Kwa nini nimesema hayo? Kwa sababu tunapozungumzia swala la haki na amani ni mambo mawili au ni msingi ambao umebebwa na ufalme wa Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 17, anasema anasema kwamba katika kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 17 kwamba ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa tunapozungumzia kuhusu swala la haki, tunapozungumzia kuhusu swala la amani, tunapozungumzia kuhusu swala la furaha, hiyo yote ni misingi mitatu ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo watu wanataka haki, watu wanataka amani, watu wanataka furaha, lakini mara nyingi sijasikia watu wanazungumzia kuhusu ufalme wa Mungu, kwa sababu huwezi kuzungumzia haki, huwezi kuzungumzia amani, huwezi kuzungumzia furaha nje ya ufalme wa Mungu, kwa sababu hiyo ni misingi mitatu ambayo inapatikana pekee kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeanza hivi kwa sababu hii ni huduma ya ufalme wa Mungu. Hii inaitwa huduma ya ufalme wa Mungu kwanza. Kwa hiyo ni muhimu sana ili jambo nianze nalo leo, ili sasa litupe mwanga, litupe kwamba tunaelekea wapi taifa kama taifa. Kwa sababu unaposikia watu wanadai haki, unaposikia watu wanadai amani, unaposikia watu kwamba ni watu kwamba wana kitu wanakitaka, kwa sababu hakuna mfumo ambao unaweza kutuletea haki katika nchi. Hakuna mfumo ambao unaweza kutupatia amani katika nchi. Hakuna mfumo mwingine unaweza kutupatia furaha katika nchi nje ya ufalme wa Mungu. Hii ni huduma ya ufalme wa Mungu. Hii ni huduma ya ufalme wa Mungu kwanza. Huduma ya ufalme wa Mungu kwanza. Kwa hiyo sasa, maana yake mtu anapozungumzia kuhusu swala la haki, mtu anapozungumzia kuhusu swala la amani, mtu anapozungumzia kuhusu swala la furaha, hapa anakuwa anazungumzia swala la ufalme wa Mungu. Kama tulivyosoma ile Warumi sura ya 14 mstari wa 17, anasema ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa. Ufalme wa Mungu ni haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa tunaweza tukawa tunadai haki, tunaweza tukawa tunadai amani, tunaweza tukataka furaha, lakini kama hatujajua hivyo vitu vinapatikana katika mfumo upi. Unajua Mungu alipoumba hii dunia, kila kitu kinafanya kazi kupitia mfumo. Kwa hiyo kuna vitu vingine huwezi kuvipata nje ya mfumo. Hatuwezi kuendelea na masuala ya demokrasia. Kwa mfano nchi ya Tanzania, nchi ya kidemokrasia, hatuwezi kupata amani, furaha na haki nje ya ufalme wa Mungu, wakati sisi tunategemea kwamba sisi tuendelee na nchi yetu inaongozwa na mfumo wa kidemokrasia, wala sio mfumo wa ufalme, wala sio mfumo wa ufalme. Najua kuna wengine kwa sasa hawezi kunielewa, lakini kadiri utakavyoendelea kujifunza utanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila jambo na wakati wake kwa kila kusudi. Haya ni majira mapya. Wengi mmesikia kwamba kuna Tanzania mpya inakuja. Tanzania mpya inakuja na tayari imefika. Kwa hiyo kuna mambo ambayo usipoelewa nini maana ya ufalme wa Mungu, huwezi kuelewa Tanzania mpya inayokuja. Na wala huwezi kufaidika nayo, au huwezi kufurahia, au huwezi kuielewa Tanzania inayokuja kama hujaelewa maana ya ufalme wa Mungu kwanza. Kwa sababu ufalme wa Mungu umebeba vitu vitatu: haki, amani na furaha. Kwa hiyo maana yake tunapojifunza kuhusu ufalme wa Mungu, tunajifunza kuhusu mambo matatu: haki,
ya Mungu, amani ya watu, furaha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mfumo pekee ambao umebeba hivyo vitu vitatu ni mfumo wa ufalme wa Mungu. Ndio maana Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, nayo yote mtazidishiwa. Iko Tanzania mpya inakuja. Ni Tanzania ya kifalme, ndio Tanzania inayokuja. Iko Tanzania mpya inayokuja. Kwa hiyo mimi nataka ni uanze kujiandaa. Kama uwezi kuelewa nini maana ya ufalme wa Mungu, au utaifurahia Tanzania mpya inayokuja. Kama hujui nini maana ya ufalme wa Mungu, kama hujui kanuni za kifalme, kama uelewi nini maana ya ufalme, uwezi kuelewa Tanzania mpya inayokuja. Uwezi kuelewa msimu mpya unaokuja. Uwezi kuelewa maisha mapya yanayokuja. Kwa hiyo inabidi uanze kujiandaa kuanzia sasa. Uanze kujifunza nini maana ya ufalme. Biblia ni kitabu cha ufalme. Hiki ni kitabu cha ufalme, wala sio kitabu cha mfumo mwingine, kwa sababu Mungu alipoumba hii dunia aliumba na kuitengenezea mfumo wa kiutawala. Mfumo wa kiutawala ambao Mungu aliutengeneza au aliuandaa kwa ajili ya kuongoza mifumo yote ya kiserikali na kila nchi ni mfumo wa kifalme, wala sio mfumo mwingine. Hii mifumo mingine iliingia baada ya dhambi kuingia, kwa sababu dhambi ilipoingia duniani ilibadili mfumo, ilibadili mifumo ya kiutawala, ilibadili mifumo ya kiuchumi, ilibadili mifumo ya aina mbalimbali. Kwa sasa kati ya mfumo uliobadilika ni mfumo wa kifalme. Kwa hiyo tulipoteza ufalme, tulipoteza mfumo wa kiutawala wa kifalme, ndipo maisha yakaanza kubadilika. Maanake mabadiliko ya kibinadamu au mabadiliko ya kiuongozi yalianzia pale dhambi ilipoingia ikabadili mfumo. Ndio maana hata Yesu alipokuja anasema tubuni sasa, ufalme wa Mungu umekaribia. Maana neno kutubu sio kuomba toba. Kutubu maana yake ni kubadilika, ni kuacha kile ulichokuwa unafanya na kugeuka. Maana ya neno toba ni kustop. Tubu maana yake ni acha kile unachokifanya alafu rudi. Maana yake hii mifumo mingine ambayo tunaitumia kwa ajili ya kuongoza nchi zetu ni tofauti na mfumo ambao Mungu alikusudia. Na dunia hii ni Mungu ni ya kwake. Hii dunia ni program ya Mungu. Kwa hiyo na Mungu alipoiumba hii program yake ya dunia, alitengenezea mifumo mbalimbali kwa ajili ya kuweza kutawaliwa na kutawalika. Kwa hiyo hii mifumo mingine ambayo sisi tulichagua kama wanadamu haiwezi kutufikisha popote. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Mithali kwamba iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini njia hiyo mwisho wake ni njia za mauti. Kwa hiyo sisi tulichagua mifumo ambayo iko tofauti na mtengenezaji wa hii dunia. Kwa hiyo sisi tukachagua mifumo yetu kwamba sisi tutatumia demokrasia kuongoza nchi yetu. Lakini demokrasia sio mpango wa Mungu. Wala demokrasia haiwezi kutuletea haki. Demokrasia haiwezi kutuletea amani. Demokrasia haiwezi kutuletea furaha. Mfumo pekee ambao unaweza kuleta furaha, amani na haki kwa kila Mtanzania ni mfumo wa ufalme wa Mungu. Kuna wengine kwa sasa hawezi kuelewa, ila baadaye wataelewa. Kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, Biblia inasema kwamba yako mambo ambayo Mungu hajawahi kusema nasi. Yako mambo ambayo macho hayajawahi kuona wala sikio kusikia. Ndiyo Mungu sasa anakwenda kuanza kuyafunua sasa hivi. Kuna mambo Mungu ataanza kuyafunua ambayo hatuyajui wala atuelewi. Jicho halijawahi kuona, sikio halijawahi kusikia, ndiyo Mungu ataanza kuyafunua sasa hivi. Na ndio itatengeneza Tanzania mpya. Kwa hiyo badili kufikiri. Badili kufikiri. Usiishi maisha ya kukariri. Kuna mambo mapya yanakwenda kubadilika. Na kati ya kitu ambacho sisi tusababisha pengine tufike huku hadi tulipo, hata na namna ambavyo tulipokea dini. Dini na yenyewe imekuwa ni kigezo cha kufa, kwa sababu hatukuletewa dini. Yani sisi kama Waafrika hatukuletewa Mungu kama Mungu, tuletewa Mungu kama dini. Hatukuletewa ufalme wa Mungu kama ufalme wa Mungu, tuletewa ufalme wa Mungu kama dini. Hayo maana yake sisi tumeanza kumtafuta Mungu kwa njia ya dini. Kwa hiyo hatukumuelewa Mungu vizuri. Kwa hiyo sasa ni kati ya vitu ambavyo sisi hatukuelewa. Na kitu kingine ambacho kimekuja kutupoteza ni mfumo wa elimu.
sababu elimu ambayo sisi tumeipata na imetupelekea mpaka huku tu haya maisha tunayoishi, ni vitu viwili vimechangia sana. Dini na elimu vimechangia sana, kwa sababu dini haikutuelekeza kuisoma Biblia kama neno la Mungu, yaani kuisoma Biblia kama kitabu cha ufalme. Tumechukulia Biblia kama kitabu cha dini. Dini ni tofauti na ufalme wa Mungu. Tumeisoma Biblia kama kitabu cha dini, hatukuisoma Biblia kwa sababu ukisema dini hapo utatofautisha, kuna Wakristo, kuna Waislamu, kuna nini, lakini ukisoma Biblia kama kitabu cha ufalme ni kwa ajili ya watu wote. Ni kwa ajili ya watu wote. Dini ni kundi la watu, lakini ukisema ufalme wa Mungu maana yake inajumuisha watu wote. Kwa hiyo sasa, kati ya vitu ambavyo vilisababisha sisi pengine tusielewe ufalme wa Mungu ni mambo mawili: dini, halafu na masuala ya mfumo wa elimu. Mfumo wa elimu, Biblia inasema, ukisoma Mithali anasema mkamate sana elimu, msimwache aende zake, msimwache aende zake. Ile elimu ambayo inatamkwa kwenye Biblia ni tofauti na hii elimu sisi tunaisoma huku duniani. Ni tofauti kabisa. Ile elimu iliyotamkwa kwenye Biblia ni neno la Mungu, ni mafundisho ya neno la Mungu. Kwa hiyo sasa elimu ya darasani inatupeleka mbali na mafundisho ya neno la Mungu, kwa sababu ukianza kufuatilia kilichoandikwa kwenye Biblia na yale ambayo tunayasoma darasani ni vitu vile tofauti. Kwa hiyo elimu ya darasani imetuachanisha na Mungu. Ndio maana mtu aliyesoma sana, watu wenye PhD, wenye masters, ni vigumu sana kuokoka, kwa sababu wenyewe wanataka kuileta ile akademiki yao, elimu yao ya darasani, wanaikompea na Biblia. Unakuta vitu vingi wanakuwa wanakinzana, ni vitu vile tofauti. Ndio maana hata na Yesu alipokuja aliwachukua watu hata ambao hawajasoma sana, walikuwa watu hawana elimu, kwa sababu ukianza kumhubiri mtu ambaye mwenye elimu akuelewe ni vigumu sana, ni vigumu mno, utatumia nguvu kubwa sana, kwa sababu elimu ya darasani mara nyingi na iko mbali sana na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na kitu kingine ambacho natamani leo nikushirikishe ni kuhusu hii Biblia. Hii Biblia, ukiangalia hii Biblia namna ilivyo, kuna kitu ambacho unatakiwa ukiangalia hapa mwanzoni kabisa, huwa imeandika hivi: maandiko matakatifu ya Mungu yaitwayo Biblia. Maandiko matakatifu ya Mungu yaitwayo Biblia. Iko hivi, unatakiwa tofautisha kati ya maandiko na neno la Mungu. Kuna maandiko, kuna neno la Mungu. Kuna maandiko ya neno la Mungu, kuna maandiko alafu na neno la Mungu. Unaweza ukawa na maandiko lakini usiwe na neno la Mungu. Iko hivi, neno la Mungu, maandiko ni kibebeo cha neno la Mungu. Ndani ya andiko kuna neno la Mungu. Andiko ni kama ganda, alafu neno la Mungu ni mbegu. Yaani manake andiko linabeba neno la Mungu ndani yake. Sasa ukilibeba tu andiko haliwezi kukusaidia. Ni lazima kwanza upate ujue kwamba hili andiko linamaanisha nini. Maana yake nini? Ni kwamba wengi tunaweza tukawa tumebeba maandiko lakini tutabeba neno la Mungu, kwa sababu kilichoandikwa humu hiki haya ni maandiko ya neno la Mungu. Haya ni maandiko, lakini katika kila andiko kuna neno la Mungu. Nimetulia ili kwanza upate kutafakari. Kila andiko lina neno la Mungu ndani yake. Sasa ili upate neno la Mungu lililoandikwa kwenye andiko, lazima ni Roho Mtakatifu ndiye anayelifunua neno, ndiye anayesababisha. Kwa mfano ikiwa kuna ni kama vile mpunga, kila mpunga, ndani ya mpunga kuna mchele ndani yake. Kwa hiyo ukiwa na mpunga unakuwa na vitu viwili. Una mpunga, una ganda, ndani yake kuna nini? Kuna mchele. Kwa ndivyo yalivyo andiko, lina neno la Mungu. Na ndio maana hata Yesu alipokutana na mahali anasema kwamba akawafunulia akili zao ili wapate kuelewa na maandiko. Ili wapate kuelewa na maandiko. Maana yake nini? Unaweza ukawa na maandiko lakini usielewe. Andiko likifunuliwa ni kama vile mchele umeondolewa ganda,
ambapo imekuwa nini? Mbegu yenyewe. Kwa hiyo sasa wengi tunabeba maandiko lakini tunakosa neno la Mungu. Anayelifunua neno la Mungu ni Roho Mtakatifu. Ndio maana ukiwa na maandiko mengi ukakosa Roho Mtakatifu kukufunulia yale maandiko, maana yake nini? Utakuwa farisayo. Unajua wale mafarisayo na masadukayo walikuwa ni watu ambao wamebeba maandiko lakini hawakuwa na Roho Mtakatifu wa kuwafunulia yale maandiko yanamaanisha nini. Ndio maana andiko linaweza kuwa na andiko linaweza kuishi. Anayelifanya andiko liweze kuwa hai ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunamhitaji sana Roho Mtakatifu ili kuweza kuelewa kilichoandikwa kwenye Biblia. Tunamhitaji sana Roho Mtakatifu kuweza kuelewa kilichoandikwa kwenye Biblia hii. Kwa hiyo sasa muombe sana Mungu. Muombe sana Mungu katika haya majira tunayoelekea. Tunapoisema Tanzania mpya, omba sana Mungu akufunulie. Biblia inasema kama nilivyokwisha sema ile Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 kwamba yako mengi ambayo Mungu ametuandalia sisi. Kuna mambo ambayo jicho halijawahi kuona wala sikio kusikia. Ni yale ambayo Mungu ametuandalia katika haya majira haya Tanzania mpya. Kuna mambo yanakwenda kutokea jicho halijawahi kuona wala sikio halijawahi kusikia. Ni mambo yameandikwa humu kwenye Biblia lakini Mungu anataka aifunue. Mungu anataka aanze kuwafunulia maandiko yaliyoandikwa huko. Watu walikuwa wanatembea, Yesu akawafunulia akili zao ili wapate kuelewa maandiko. Mungu anataka ajifunue kwa upi kwetu kupitia maandiko haya. Kwa hiyo natamani kwa leo nishie hapo. Kwa majina naitwa Dawson Richard Kabyemera, ni kiongozi wa huduma hii ya Ufalme wa Mungu Kwanza. Tuendelee kuomba, jiombee binafsi, pata nafasi, soma neno la Mungu, omba ili uweze kuifaidi Tanzania mpya inakuja. Hii Tanzania mpya inayokuja ikukute uko tayari. Uko tayari kwa ajili ya mabadiliko. Uko tayari kwa ajili ya Ufalme wa Mungu Kwanza. Unatakiwa uwe tayari kwa ajili ya kuipokea Tanzania mpya hii inayokuja. Utayari wako ni kuwa tayari kuelewa Ufalme wa Mungu. Tofauti na Ufalme wa Mungu, tofauti na mentality ya Ufalme wa Mungu. Unajua Ufalme wa Mungu ni mentality fulani, ni fikra fulani, kwa sababu Ufalme wa Mungu uko ndani yetu. Ufalme wa Mungu ni mfumo wa utawala. Ufalme wa Mungu ni maisha ambayo Mungu alikusudia sisi tuyaishi hapa duniani. Mtu pekee aliyeweza kuishi maisha ya Ufalme wa Mungu duniani ni Adam na Hawa katika bustani ya Eden. Ni Adam na Hawa katika bustani ya Eden. Hakuna mwanadamu mwingine ambaye alishawahi kuonja hayo maisha, na wala watoto wao hawakuweza. Tukisema Ufalme wa Mungu ni jambo zuri sana, ni jambo pana sana, kwa sababu ni maisha pekee ambayo wanadamu wawili tu ambao waliweza kuyaonja ile maisha ya Ufalme wa Mungu ni Adam na Hawa katika bustani ya Eden. Ni mazingira ambayo Mungu aliwaambia mna uhuru wa kula matunda ya kila mti. Mna uhuru wa kula matunda ya kila mti. Freedom of access. Mna uhuru wa kula matunda ya kila mti. Hawakuwa na kazi ya kwanza kutafuta siku kwanza tule nini. Mungu aliwapa uhuru, kwa sababu kitu cha kwanza Mungu alipomuumba na mwanadamu na kumweka duniani, alimpa uhuru wa kula anachokitaka, wa kupata kila kitu anachokitaka. Sisi changamoto yetu tumeanzia wapi? Changamoto yetu ya maisha tumeanzia wapi? Mara tutafuta huko, tunahangaika hivi na hivi. Dhambi ilipoingia akabadili mfumo wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo akaondolewa kwenye bustani ya Eden, akaondolewa kwenye Ufalme wa Mungu, akaondolewa kwenye uwepo wa Mungu, akaanza kutapatapa, akaanza kuhangaika. Ndio maisha ambayo tunayo mpaka leo, tunahangaika, tunatapatapa. Ni kwa nini? Hatupo kwenye mfumo ambao Mungu alikusudia tuishi. Tulitoka nje ya mfumo, kwa hiyo tukaanza maisha yetu tukaanza kujihangaikia wenyewe. Kwa mpaka leo tunahangaika Januari mpaka Disemba, hata wakati mwingine kinachokuhangaisha hata uelewi. Pressure, msongo wa mawazo ilikuwa ni sehemu ya maisha ya watu. Kwa maana Yesu alipokuja akasema ile Mathayo 6 kuanzia mstari wa 31, tusijisumbue kwamba tule nini, tunywe nini, mara miili yetu tuvae nini, bali tutafute kwanza Ufalme wa Mungu na haki yake. Hayo yote tutazidishiwa. Kwa nini? Tulipoteza Ufalme wa Mungu, tulipoteza nafasi kwenye
ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ndio maana imesababisha tuishi maisha haya tunayoishi mpaka leo. Mungu akubariki sana.